Eliza Erasto, mambo vipi? Safi kabisa. Uko vizuri? Niko poa. Bwana, kupitia kwa afisa habari wa Young Africans jana Juni 9, kuna habari nyingine zimeibuka siku ya leo Juni 10, nyingi sana zenye kuzua taharuki. Hasa baada ya afisa habari wa Young Africans kusema kwamba wanadai TFF pesa ya ushindi wa kombe la CRDB msimu uliopita. Lakini CRDB nao wakaweka wazi kwamba sisi pesa hizo tumeshazipeleka kwa TFF. Lakini TFF nao sasa hivi wameibuka pia. Nao wanadai kwamba Young Africans hawana madai yoyote wanaotudai, bali sisi ndo tunawadai kupitia makubaliano ambayo mlikuwa mmejiwekea. Hii kwako umeshaiona najua, na ipo vipi kwa upande wenu? TFF wanachojaribu kukifanya ni kukwepa madudu wanayoyafanya. Sasa kama Young Africans aliandika barua, sidhani kama Young Africans aliandika kwa mdomo kwamba tumieni, eti alitoa taarifa kwa mdomo kwamba pesa zetu za ubingwa zikateni kwa ajili ya ada za wachezaji wa kigeni. Ni lazima kuna uthibitisho wa kimaandishi. So kama kuna uthibitisho wa kimaandishi, maana yake TFF wanatakiwa watoke hadharani na uthibitisho wa kimaandishi. Waseme sisi hatuna mengi ya kuzungumza, ila nyie wadau wa soka na mashabiki wa Yanga na afisa habari wa Yanga, soma hiyo barua mwenyewe. Lakini kuandika barua peke yake kwamba sisi Yanga walisema kwamba pesa zao za ubingwa tutumie kwa ada za wachezaji wa kigeni, sisi haitoshi kutuaminisha kwamba hawana makosa, au kwamba wameshawalipa Young Africans, au kwamba Young Africans aliomba zile pesa zilipwe kwa ajili ya wachezaji wa kigeni. Tunachokihitaji TFF wanachotakiwa wakifanye ni kutuletea barua walioipokea kutoka kwa Young Africans kwamba inayosema kwamba pesa zetu za ubingwa wa CRDB zitumieni kwenye ada za wachezaji wa kigeni. Hapo tutakuwa tumethibitisha si wenyewe. Waje na hiyo barua. Tofauti na hiyo barua, sisi bado tutaendelea kuwaandama. Tutaendelea kuwaandaa TFF. Yes. Kwa engo hiyo ambao umeizungumzia barua watoe, lakini pale kwenye barua yao ya TFF wamesema kwamba mtaalamu wa fedha wa Young Africans aende TFF, haje na vielelezo vyote ambavyo vinaonyesha kwamba wanaidai TFF. Kwa nini aende na wakati wao ndo wametoa barua kukanusha? Kwa nini wasiambatanishe? Mimi nikiwa na kudai, na kama wao umeshawahi kunilipa, ni lazima niwe na vithibitisho, aidha risiti au maandishi yoyote, uthibitisho wowote ule wa maandishi ambao unathibitisha tarehe fulani ulinilipa. Na wao kama TFF wanatakiwa waje na barua ya Young Africans ambayo ina tarehe rasmi iliyoandikwa na Young Africans. Waje kwamba sisi hatuna mengi ya kuzungumza. Barua tuliotumiwa na uongozi wa Young Africans kwa ajili ya kuzikata zile pesa za ushindi wa CRDB kuzitumia kwa wachezaji wa kigeni, hiyo hapo. Someni nyie wenyewe. Ili sisi mashabiki wa Young Africans na wadau wa mpira tuwataki viongozi wa Young Africans. Tofauti na hapo, sisi bado haijatosha. Hiyo barua ya TFF haijatosha kutuaminisha kuwa hawana makosa. Bado tutaendelea kuwataki mpaka watuthibitishie kwamba tulikwisha zilipa, hatujazilipa. Sababu iliyopelekea hatujazilipa ni kwa sababu Young Africans walihitaji zile pesa tuzitumie kwenye ada za wachezaji wa kigeni. Kiujumla kwako, kwa upande wako Eliza, mtu ambaye unazungumzia michezo kila mara, hii inaleta taswira gani kwenye ligi yetu? Kuanzia jana fumuko ule mpaka siku ya leo ili swala lilipofikia. Ni makando kando yanayoendelea kujidhihirisha, na hili tukio linaenda taratibu linakuwa wanaendelea kuumbuana wenyewe. Ilikuwa sakata la kwa nini dabi haikuchezwa Machi 8, ni kwa sababu kwa mujibu wa maelezo ya barua ya Simba, kwa sababu Simba wamezuiliwa kufanya mazoezi. Na kwa mujibu wa maelezo ya barua ya bodi ya ligi ni kwa sababu kuna viashiria vya rushwa. Kwa mujibu wa TFF ni kwa sababu ya uvunjifu wa amani, si ndio? Tunashindwa kutambua ni sababu ipi ambayo ilipelekea mechi kuahirishwa. Je, ni sababu ya Simba au ni sababu ya bodi ya ligi na TFF? Inaonesha sababu ya Simba ilikuwa haijitoshelezi kuahirisha mechi. Hapo ndipo nagundua kwamba kulikuwa na mazungumzo kabla ya ile dabi kufikia tarehe yake. Kulikuwa na mazungumzo baina ya Simba na bodi ya ligi na TFF kutaka ile dabi iahirishwe, ila wakashindwa ni jinsi gani wanaweza kumuingia Young Africans kumuomba ile dabi iahirishwe. Wakatafuta kigezo
ambacho kinaweza kupelekea dabi kuahirishwa. Kigezo Simba hajafanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Ili hali lile ni swala la kikanuni, watu wanawajibishwa kikanuni. Hakuna kanuni wala hakuna sheria inayomruhusu Simba kugomea mechi kisa hajafanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Hizo ni kanuni tunazojiwekea. Ingekuwa ni sheria basi duniani tungekuwa tunaona. Wewe umeshawahi kuona Manchester City anafanya mazoezi kwenye uwanja wa Liverpool? Na kuuliza, kumbe sio sheria. Ni kanuni tunazojiwekea kwa ajili ya kudhibiti mpira wetu na kudhibiti vilabu kwamba wewe hauruhusiwi kumzuia mwezio kufanya mazoezi. Unasema Young Africans alimzuia Simba kufanya mazoezi. Kwani meneja wa uwanja anateuliwa na Yanga au anateuliwa na nani? Sasa Yanga anaingiaje kumzuia Simba kufanya mazoezi? Ufunguo wa uwanja ulikuwa na meneja wa uwanja au ulikuwa na uongozi wa Young Africans? Simba anaenda kufanya mazoezi, alikuta uwanja uko wazi, geti la uwanjani liko wazi, au alikuta uwanja umefungwa? Mimi nadhani imefikia mahala tunatakiwa tuheshimiane kwenye mpira na tuheshimu kila taasisi na tuheshimu biashara ya mtu na tuheshimu kazi ya mtu. Kuna msimu Simba anachukua kombe la ngao ya jamii Mkwakwani Tanga. Alionekana Mziwanda anaisugua chini nembo ya Yanga. Ile ni biashara ya mtu unayoidhalilisha na ni brand ya mtu unayoidhalilisha. Sikusikia kiongozi wa yeyote, sio wa Simba, sio wa bodi ya ligi, sio wa TFF, hata wa serikalini kukemea lile swala. Ilikuwa ni sehemu ya utani wa jadi. Hivi fikie mahala usugue chini nembo ya klabu fulani. Hii nembo unaisugua chini unasema utani? Kuna utani wa staili hiyo? Na kuuliza swali, kuna utani wa staili hiyo? Sasa kama ni utani, Yanga aliweka bango la Simba kufungwa goli 5. Simba hakwenda kushtaki. Kwa nini wasichukulie ni utani? Alikamwe hakusema Sunderland jezi zake amezindulia nyumbani kwake, sijui dukani kwake. Hana mahala pa kuzindulia. Hawakumshtaki. Kwa nini wasichukulie kwamba ni utani? Kwa hiyo kumbe utani anatakiwa afanyiwe Yanga ila sio wengine. Tunatakiwa tuheshimu biashara ya mtu. Tunatakiwa tuheshimu brand ya mtu. Na tunatakiwa tuheshimu mpira. Hauongozwi kihuni. Mpira una protokoli zake. Mpira una muongozo ambao ulishawekwa na FIFA. Mpira una muongozo ambao vilabu 16 vimekubaliana. Mpira ligi kitamatika vinakaa vilabu 16, wawakilishi wa vilabu 16, viongozi wa vilabu 16 na viongozi wa mamlaka za mpira, bodi ya ligi na TFF kutengeneza kanuni watakazoanza nazo msimu. Wataona ile kanuni haitufai tena, wanaitoa. Hii inatufaa tuendelee nayo. Tutoe hii tuongeze hii. Atakayeenda against na hii kanuni kuna adhabu atakayoipata. Lakini cha kushangaza kuna baadhi ya vilabu vinaadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Lakini kuna vilabu vinaadhibiwa kwa mujibu wa busara. Kuna klabu Mashujaa iliadhibiwa, ameingia kinyume uwanjani mechi dhidi ya Young Africans. Young Africans kila akiingilia mlango ambao sio anatozwa faini ambao ni kwa mujibu wa kanuni. Wewe unadhani Simba yeye anaingiliaga mlango sahihi miaka yote? Na kuuliza wewe. Mimi nikuulize wewe. Mimi ndo nakuuliza wewe. Mimi sijui. Wewe unadhani viongozi wa Simba wao wako smart? Wao hakuna kitu ambacho wanakikosea? Ninachojua hakuna mkamilifu. Kuhusu smart sifahamu. Sasa kwa nini viongozi wa Young Africans wanawajibishwa? Viongozi wa Simba hawajawahi kuwajibishwa. Sio Mangungu amewahi kusema kwamba Yanga inaongozwa na marofa? Sio yeye au wewe hiyo kauli kuwahi kuisikia? Umeshakutana nayo. Ulisikia kiongozi yeyote wa bodi ya ligi au TFF anaikemea hiyo kauli? Sio Alikamwe aliyoomba mamlaka za mpira zidhibiti huu ujinga unaoendelea kwenye mechi moja kwa marefa. Hakuadhibiwa milioni 5? Changiwa na wanachama wa klabu Yanga. Hakuadhibiwa na mamlaka za mpira milioni 5? Ahmed Ally hakunukuliwa akiitoa kauli ya kwamba sasa hivi hatusikii matatizo ya kibinadamu, subiri warudi, matatizo ya kibinadamu utayasikia. Walikuwa wanalengwa marefa. Wakati huo Yanga anashiriki michuano ya kimataifa hatua za awali. Yeye hiyo kauli ikoje ukikompea na maandiko aliyoyatoa Alikamwe, mpaka Alikamwe akapigwa faini
Ahmed Ally asipigwe faini? Nakuuliza. Vipi kuhusu kile ambacho alikisema Ali Shaban Kamwe kwamba kwenye kikao kuna moja kati ya kiongozi ndio inasemekana alipiga simu kukataza Simba kuingia pale uwanjani, lakini kwenye maelezo ya Almas Kasongo, CEO wa bodi ya ligi, akubainisha hicho kitu ambacho alikisema kwenye kikao. Kwa hiyo inaleta taswira gani pia? Unadhani simu ikipigwa nani anakuwa anahusika? Ni msemaji wa Young Africans au ni uongozi wa bodi ya ligi na mamlaka za mpira? Mamlaka. Wewe unadhani wanaweza wakajitaja wao wenyewe? Na kuuliza. Bodi ya ligi wamepigiwa simu. Unadhani watajitaja kwamba tulipigiwa simu na fulani ili tusifungue uwanja au tusitoe kauli, tusitoe mamlaka kwa meneja wa uwanja kuachia uwanja? Habari Ali Shaban Kamwe wa Young Africans amethibitisha hilo kwenye kikao, lilisemwa hivyo, walisema ndani ya kikao. Ina maana hata mimi nilikuwa najua hivyo, ila ni vile utaambiwa ni nani, mara leta ushahidi. Lakini ni ukweli usiopingika kwamba tarehe 7 kuna simu ilitoka mahali, na tarehe 8 siku ya mechi, kwa sababu kinachotupelekea mpaka tuseme kwamba kuna simu ilitoka mahali mpaka asubuhi saa 4 mpaka saa 5 mwenyekiti wa bodi ya ligi alikuwa anatuambia mechi ipo. Inafika saa 7 saa 8 tunaambiwa mechi hamna, si ndio? Ukiangalia kuanzia saa 5 mpaka saa 8 kuna masaa matatu, kuna masaa mawili mpaka matatu. Kauli iliyotoka saa 5 kwamba mechi ipo, endeleeni kukata tiketi, endeleeni kuingia uwanjani, na kauli iliyokuja kutoka alasiri saa 8 kwamba mechi hamna, unabaini kuna mazungumzo yalifanyika. Fuatilieni mazungumzo ya tarehe 8 kuanzia saa 5 mpaka saa 8. Achana na mazungumzo ya tarehe 8 kuanzia asubuhi mpaka saa 5 yaache. Fuatilia simu ya Mguto na simu ya Karia kuanzia saa 5 mpaka saa 8. Utagundua nini kilichotokea. Na hata jana baada ya kikao, TFF na bodi ya ligi na Young Africans, viongozi wa Yanga waliondoka. Bodi ya ligi walijitenga pembeni wao kama wao, wakaweka kikao chao. Wakasema kwa nini tuachie sisi wenyewe wakati kuna simu huwa zinatoka mahala fulani. Wameanza kutajana taratibu wanaumbuana wenyewe. Hii yote ni kwa sababu Young Africans ndio ni kwa sababu tunahitaji kunyoosha mpira wa Tanzania, kwa sababu umezidi uhuni. Uzuri sasa hivi haumdanganyi mtu. Kuna kitu kinaitwa globalization, humdanganyi mtu, kila kitu kiko wazi. Sasa hivi utakuta mtu ana simu mbili, ana simu ya kubwa, ana simu ya kiswaswadu. Hata wa kijijini haumdanganyi. Wewe ukinidanganya sijui mwaka 90 ngapi ulicheza wapi, mimi naingia tu na Google. Mimi kwa ushauri wangu nao washauri bodi ya ligi na TFF, ningekuwa mimi, TFF ndo walipaswa waanze kujiudhuru, afu ndo wawanyosheti vidole bodi ya ligi. TFF ndo wanao wa command bodi ya ligi watoke. Bodi ya ligi wamesema hatuondoki paka tung'oke na mtu, kwa sababu kuna mtu huwa anawapa maelekezo, na wamethibitisha kwamba ushahidi wanao bodi ya ligi wa maandiko na sauti, na hata baadhi ya mechi za Simba. Kwa hiyo TFF kabla hajachafuka sana, mimi ningemshauri atoke mapema, kwa sababu TFF ndo amesababisha huu mpira kufika hapa. TFF Aleskaria angekuja akakaa chini na bodi ya ligi, akakaa chini na Simba na Yanga, ili tatizo lisingefika hapa. Lakini kitendo cha Aleskaria kutoka alikotoka, anakuja kusema nendeni mkacheze sinema zenu na viongozi wenu wanapaswa kujiuzuru, ndipo alipowachafua Young Africans. Wewe hautakiwi kutambua makosa ya viongozi wa Yanga. Wanaotakiwa kutambua makosa ya viongozi wa Yanga ni sisi tuliowaajiri viongozi wa Yanga. Sijui kama unanielewa. Mimi ni mwanachama, nina kadi na ilipia kadi, si ndio? Mimi ndio nimemweka pale Engineer S, Arafat, Mnili na Alex Ngai na wengine wengi. Mimi ndo napaswa nigundue matatizo ya viongozi wa Young Africans na sio bodi ya ligi wala TFF.
TFF wao wanachotakiwa kufanya ni kutimiziwa vitu ambavyo wanavitaka, si ndio? Kwamba mchezaji wa kigeni anatakiwa alipiwe milioni 8 kama ada, hamjalipa wanawajibika. Lakini kiongozi wa Young Africans anapokuja kukosea, anatakiwa ikosee klabu ya Young Africans, atukosee sisi alafu sisi tumkosoe. TFF tatizo lao hawataki kukosolewa na hawataki kukubali kwamba haya madudu wameanzisha wao. Haya madudu TFF wangeyakemea tangu zamani, yasingefika hapa. Leo hii wamepanga tarehe ya mechi bodi ya ligi, si ndio? Tarehe 15, si ndio? Sasa wao hawana msimamo na kile ambacho wanakifanya. Wamepanga tarehe ya mechi, alafu bado wanarudi wanaongea na viongozi wa Yanga. Wewe kama uko smart, wewe kama kiongozi unaamini kile ambacho umekifanya kiko sahihi, umetoa tarehe ya mechi, tulia. Alafu Young Africans asipeleke timu, utimize wajibu wako. Kitendo cha kupanga tarehe ya mechi, alafu ukawapigia simu viongozi wa Yanga, unadhihirisha ni wapi, ni jinsi gani ulivyokosea. Sisi tunachokihitaji uwajibikaji. Simba wanaishadadia tarehe ya mechi, sio wao walioandika barua kwamba hawako tayari kucheza mechi ya dabi mpaka watu wawajibishwe. Barua ya leo umeisikia? Na kuuliza swali. Umeiona? Barua nimeiona na kuuliza swali sasa. Sio wao waliotaka kwamba aliyehusika kuwazuia kufanya mazoezi wawajibishwe? Sio wao? Ni wao. Sasa kwa nini wao ndio wanaokuwa wa kwanza kushadadia tarehe ya mechi? Wakati sisi wenyewe tunaitetea haki yao kwa mujibu wa barua yao. Barua yao inasema hawako tayari kucheza mechi ya dabi mpaka aliyehusika kuwazuia kufanya mazoezi awajibishwe. Hajawajibishwa. Na sisi tunataka huyo mtu aliyewazuia Simba kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi awajibishwe. Ndio maana mpaka leo unaona uongozi wa Young Africans na mashabiki na wanachama wanaendelea kulipigania hili kwamba tulishafanya makosa huko nyuma, lakini sasa hivi sio muda wa kufanya makosa. Kufanya kosa sio kosa, ila kurudia kosa ndilo kosa. Sasa hivi tunatakiwa tuwekane sawa. Msimu ukianza watakuwa wamejifunza. Tunachokihitaji ni kanuni na sheria. Sisi sio kwamba Simba tunamuogopa. Simba hana kikosi cha kumfunga Yanga hata siku moja, labda nimuachie mimi. Ukitaka kuthibitisha hilo, fuatilia background za mechi ya Simba na Yanga kuanzia mwaka 65 ligi inaanzishwa. Nani kamfunga mwenzie mara nyingi? Nani kaondoka na clean sheet nyingi mbele ya mwenzie? Mimi Yanga hata nisipofanya mazoezi nikaamshwa kutoka usingizini, Simba namfunga. Yaani Yanga kumfunga Simba ni jambo la kawaida, kama anafungwa Singida, kama anafungwa Dodoma, kama anafungwa Ihefu, kama anafungwa Tabora. Lakini Simba kumfunga Yanga ni surprise. Ndio maana wanafanyaga na sherehe, wanakata na viuno. Kwani walivyomfunga Yanga goli 2, goli la Enonga na Kibu Denis, wanamuita Kibu mkandaji, hawakukata viuno pale uwanjani? Wachezaji wao hawakuvua mashati, wanakata viuno? Wao sasa ndo wakimfunga Yanga wanafanya sherehe kubwa, ni surprise kwao. Yaani wanaona kama vile ndo wamebeba ubingwa. Lakini Yanga hata awe mbovu, Yanga ya Zawadi Mauya, Simba hakufa pale uwanjani. Morrison hakuwafunga Simba. Simba hatujamfunga mara 4 mfululizo. Sasa tumuogopeje? Ana kikosi cha kumfunga Yanga Simba? Na kuuliza, yani wao wanamtaja peke yake Mpanzu. Mpanzu dhidi ya Mashujaa hakuwepo. Mpanzu dhidi ya Singida, dhidi ya Berkane. Sasa mimi nimuogope Mpanzu? Ambapo mimi yeye anataja mchezaji huyu Elie Mpanzu, lakini mimi nataja wachezaji Pacome Zouzoua, Max Nzengeli, Mudathiri Yahaya, Aucho, Dube, Mzize, chini ulikuwa unamkuta Aziziki, Jobu, Baka, si ndio? Namtaja pembeni kuna Boka, pembeni kuna Mwenda. Shukrani. Karibu.